katika bali ya uzirisho wa nguvu za Mungu. Uzirisho wa nguvu za Mungu, Roho Mtakatifu ndiye muasisi au mratibu wa hizo nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tunahitaji kudhihirisha au tunahitaji kuendelea kudhihirisha nguvu za Mungu katika maisha yetu, hakika amini kuwa Roho Mtakatifu anatakiwa achukue nafasi kubwa katika maisha yetu au katika mioyo yetu. Hizo gharama tulizitazama ambazo kila mmoja hakika anatakiwa azilipe, apambane kuhakikisha anatembea katika hizo gharama. Lakini uwepo wa Roho Mtakatifu ni muhimu sana kuliko hata hizo gharama, kwa sababu kuna gharama zingine hautaweza kuingia kama hauna Roho Mtakatifu au kama Roho Mtakatifu hayupo ndani yako. Kuna vitu vingine utashindwa kuvikamilisha au kuvitenda. Kuna mambo mengine utashindwa kuyafanya kwa sababu kwa akili yako na kwa nguvu yako hautaweza. Lakini Roho Mtakatifu anaweza akatusaidia na kutuwezesha mahali ambapo tunashindwa ama mahali ambapo hatuwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tunahitaji mwendelezo wa kudhihirishiwa nguvu za Mungu ndani yetu, lazima tumpe nafasi Roho Mtakatifu. Itakuwa ni changamoto kubwa sana kuweza kutembea katika udhihirisho wa nguvu za Mungu katika maeneo ambayo tuko. Tukirudi nyuma tukaangalia wenzetu kina Petro au wanafunzi wa Yesu kwa ujumla, hawa watu waliweza kufanya mambo makubwa kabla ya uwepo wa Roho Mtakatifu au kabla ya kuachiwa Roho Mtakatifu. Waliweza kuponya wagonjwa, waliweza kuhubiri watu habari njema, lakini hawakuweza kufanya katika viwango vinavyostahili. Na hata kama walifanya kwa wasiwasi na uoga, walifanya kwa mashaka ndani yao. Walikuwa na mhubiri Yesu, lakini wakiwa na wasiwasi na mashaka katika maisha yao. Walitangaza Injili, lakini ndani yao hakika walikuwa na maswali mengi, walikuwa na wasiwasi mkubwa, walikuwa hawana ujasiri ndani yao, walikuwa hawana ujasiri. Lakini Roho Mtakatifu alipochukua nafasi katika maisha yao, Roho Mtakatifu aliposhuka ndani yao, kuna mambo makubwa ambayo waliyafanya, kuna vitu vikubwa ambavyo walivifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo sura ya kwanza ule mstari wa 8 anasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Maana yake Roho Mtakatifu akisha chukua makao ndani yako, kuna nguvu ambayo ya ziada utaipata. Kuna ujasiri ambao utakuwa nao ndani yako. Kuna ujasiri mkubwa ambao utashuka ndani yako wa kuweza kuwa shahidi wa Kristo katika kila eneo ambalo unapita, katika kila mazingira ambayo unapita. Utakuwa shahidi mwema wa Kristo. Ndivyo neno la Mungu lilivyo wazi, ya kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, na mtakuwa mashahidi katika kila eneo, katika Kinongo, katika taifa hili la Tanzania. Utakuwa shahidi mwaminifu wa Kristo Yesu, kwa sababu kuna nafasi Roho Mtakatifu amechukua ndani yako, amekupa nguvu, amekupa ujasiri. Kwa hiyo kulipa gharama ambazo tumeziangalia, pasipo uwepo wa Roho Mtakatifu, bado kuna vitu utavifanya kwa wasiwasi, bado kuna mambo utayafanya kwa woga, bado kuna mambo mengine hautayafanya katika viwango vinavyotakiwa. Kuna vitu vingine utavifanya chini ya viwango, kwa sababu Roho Mtakatifu hajachukua nafasi, kwa sababu Roho Mtakatifu hajachukua nafasi, na yeye ndio atakaye kusaidia, na yeye ndio anayekupa nguvu zaidi na ujasiri zaidi.
Na Matendo hiyo 3 mstari wa 1 mpaka wa 7, neno la Mungu linasema ya kwamba basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Na mtu mmoja alikuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye, alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana, akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamwinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia kina Petro, walipata ujasiri wa kuingia hekaluni kwenda kusali na kutangaza habari ya Kristo. Wakati huo kabla ya Roho Mtakatifu, walikuwa naenda mahali ambapo Yesu yupo. Walikuwa naenda mahali ambapo mwalimu wao, kiongozi wao yupo. Na walikuwa naenda mahali ambapo labda anawaagiza na wanatuma. Na hata wakienda wanaenda bado kwa wasiwasi. Wakitaka kufanya kitu wanajiuliza, tukiwaambia watu inawezekana kwa hivi na ikashindikana itakuwa. Lakini Petro anamkuta mahali pale mtu ambaye toka tumboni mwa mama alikuwa ni kilema, kiwete, lakini anapata ujasiri wa kumwambia kwamba nilicho nacho ndicho nikupacho. Manake nguvu niliyo nayo ndiyo nguvu ambayo nitakupa iweze kukunyanyua na kukuponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo ilivyokuwa. Lakini Roho Mtakatifu alikuwa amechukua nafasi katika maisha yao. Walikuwa na ujasiri mkubwa, na walikuwa na imani ya kwamba chochote ambacho atakisema kitakuwa, baada ya Roho Mtakatifu kuchukua nafasi katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiluka vile vile ukasoma sura ya 5 mstari wa 12, hiyo Matendo, neno la Mungu linasema ya kwamba na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, nao wote waliokuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani. Na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao, ila watu walioadhimisha, walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake. Hata ikawa katika njia kuu toa nje wagonjwa na kuwaweka juu ya majamvi na magodoro, ili Petro akija, ngawa kivuli chake kimwangukie mmoja wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nayo makutano ya watu wa miji iliyoko kando kando ya Yerusalemu wakakutanika, wakileta wagonjwa nao walioudhiwa na pepo wachafu, nao wote wakaponywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Petro baada ya kujawa na nguvu ya Roho Mtakatifu, walikuwa wanaletwa wagonjwa, wanawekwa, wanalazwa kwenye magodoro. Petro anapita kile kivuli chake tu, watu wanafunguliwa, watu wanaponywa. Maana yake kulikuwa na nguvu ya ajabu ndani ya Petro baada ya Roho Mtakatifu kuchukua nafasi katika maisha yake. Kulikuwa na nguvu ya ajabu isiyo ya kawaida. Kwa hiyo sasa nini? Tunakuja kuona kuwa kuna mambo makubwa sana yalifanyika kwa mitume pamoja na wanafunzi wa Yesu baada ya kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu, au baada ya kuruhusu mwongozo wa Roho Mtakatifu katika maisha yao. Hawakwenda kwa akili yao tena, walienda kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu mwenyewe.
walienda kwa mwongozo wa Roho Mungu mwenyewe, walifanya vitu vikubwa sana. Kwa hiyo kama wana wa Mungu pia tuelewe ya kwamba tukimruhusu Roho Mtakatifu ndiye atakayetujaza nguvu zaidi, ndiye atakayetujaza nguvu zaidi ya kuzilisha nguvu za Mungu katika maisha yetu. Ukisoma mahali pengine katika Wakorinto wa kwanza, nafikiri ile sura ya 2 mstari ule wa 10 kuanzia wa 9 wa 10 na kuendelea, utakuja kuona Roho Mtakatifu ndiye anaweza hata kufunua yale yaliyo mafumbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafumbo ya Mungu, vitu vingine atavifunua ambavyo kwa akili ya binadamu haviwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu ndiye anaweza akafunua hata zile siri za Mungu. Anaweza akafunua zile siri za Mungu ukapata kuzielewa na kufahamu. Maana yake sasa, kama kanisa la Mungu tunahitaji kumruhusu Roho Mtakatifu katika maeneo yetu. Tunahitaji kumruhusu Roho Mtakatifu atawale katika kila eneo tunapita. Tunahitaji kumruhusu Roho Mtakatifu atawale katika maisha yetu. Tunahitaji kumruhusu Roho Mtakatifu ajizilishe ndani yetu. Pamoja atatusaidia hata katika zile gharama ambazo tunatakiwa kuzitoa kwa nguvu zetu hatuwezi, kwa akili yetu hatuwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo leo hii tunafanya kwa wasiwasi kwa sababu tunaenda kwa akili zetu. Kuna vitu vingine tunavifanya kwa uoga kwa sababu tunaenda kwa akili zetu. Hatujamruhusu Roho Mtakatifu kwa asilimia kubwa ili atawale maisha yetu. Yesu akawaambia wanafunzi wake kipindi akiwa pamoja nao, anaambia mimi naondoka, naenda kwa Baba. Wanaanza kujiuliza, unaenda kwa Baba? Baba ni yupi? Tuonyeshe Baba, hatumjui Baba. Naambia imenipasa niende kwa Baba. Wanasema sisi hatumjui Baba, tunakujua wewe. Anawaambia kwamba mmekuwa na mimi kwa muda mrefu, mmenijua mimi, tayari mmemjua Baba. Anaambia nipaswa niteswe, nisulubiwe, kusudi nitimie, nirudi kwa Baba. Kina Petro wanakataa, wanasema haiwezekani, tutapambana kuhakikisha tunakulinda. Hata wakati pale wanakuja wale wakamataji, Petro akakata sikio la mtu mmoja, lakini Yesu akapanda akasema, usifanye hivyo, ninayo majeshi mengi kuliko ninyi, kiasi ya kwamba ningeitisha haya majeshi hakuna wezaye kuyashinda, lakini imenipasa kuondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Imenipasa niondoke niende kwa Baba ili nimtume msaidizi ambaye atawasaidia ninyi. La sivyo mkisema mimi nikae hapa, huyo msaidizi hataweza kuja. Na huyo msaidizi asipokuja, maana yake kuna vitu vingine hamtaweza kufanya kwa akili zenu. Kuna mambo mengine hamtaweza kuyafanya kwa akili zenu, kwa sababu mimi Yesu sitakaa ndani yenu, lakini huyo nitakayemtuma atapata nafasi ya kukaa ndani yenu. Ndiye atapata nafasi ya kuongoza mioyo yenu, atapata nafasi ya kuwapeleka katika njia njema, atapata nafasi ya kuatia nguvu hata mahali ambapo naposhindwa. Ndio maana katika hiyo Warumi 8:26 akasema kwamba huyo Roho Mtakatifu ndiye atakayesaidia hata kuomba kusikoweza kutamkika. Atawaombea kwa Baba kwa kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake huyo msaidizi natakiwa mimi niondoke ili aje. Hawakuelewa wanafunzi wa Yesu, waligoma kipindi hicho, lakini ilibidi Yesu aondoke. Alipoondoka, Roho Mtakatifu akawaambia kwamba mtakaa sehemu moja, mkusanyike sehemu moja na msiondoke mahali pale mpaka atakaposhuka huyo Roho Mtakatifu. Na ile siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu akashuka, watu wakajazwa nguvu za Roho Mtakatifu, kila mmoja akaanza kunena kwa lugha
mbalimbali, na Biblia inasema kwamba toka hapo kina Petro sasa wakaanza kuzunguka mitaa kwa mitaa, kila kona wanatembea wakihubiri injili iliyonyoka kwa ujasiri, mpaka inafika mahali wanajiuliza ya kwamba hawa si watu ambao hawana elimu, hawajawahi kusoma. Imekuwaje? Haya maarifa wameyapata wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maarifa wameyapata wapi? Maarifa ya kutushauri, maarifa ya kufanya vitu ambavyo vinaweza vikaleta matokeo katika taifa, wameyapata wapi? Na tunawajua toka wakiwa vijana ni wavuvi wa samaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakujua kwa sababu Roho Mtakatifu amechukua nafasi yao. Na nilikwambia kwamba habari ya udhihirisho wa nguvu za Mungu sio habari tu ya kusema ya kwamba au ya kuona kwamba uonekane una majumba una nini. Kina Petro hakuwa na magorofa. Biblia inanionyesha kina Petro alikuwa na magorofa au alikuwa na nini? Haijanionyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini waliwashangaa namna gani maarifa wameyapata. Wametoa wapi maarifa haya? Wametoa wapi vitu hivi? Kumbe kuna Roho Mtakatifu amechukua nafasi katika maisha yao. Kwa hiyo mwana wa Mungu, tunahitaji kuwa na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu kila siku anatakiwa ajae. Haleluya! Roho Mtakatifu anatakiwa kuchochewa. Yaani ni kama umebandika makande yako hapo, ili makande yaendelee kuiva vizuri, lazima uwe kila mara. Wale ambao tumekaa vijijini tunajua yachochea makande. Anakuambia wewe ukikaa kidogo, nenda kaangalie kuni kwenye makande, kwa sababu anajua usikiacha ya kidumaa kuiva ni mtihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao tumekaa vijijini unaweza kuelewa. Kwa anatakiwa achochewe ile aibe, haraka. Ukifika mahali yakashindwa kupata moto alafu yakaduma, haya hivi kabisa. Sasa ndivyo inavyokuwa hata Roho Mtakatifu anatakiwa aendelee kuchochewa katika maisha yetu. Unatakiwa endelee kumchochea Roho Mtakatifu hata kama unaye. Najua una Roho Mtakatifu, kila mmoja ana Roho Mtakatifu. Hivyo sasa muda mwingine Roho Mtakatifu hafanyi kazi sawa sawa kwa sababu umemzimisha. Na Biblia inasema kwamba usimzimishe Roho. Unatakiwa kumchochea kila mara. Unamchochea kwa namna gani? Ni kuendelea kuyafanya yale mapenzi ya Mungu, ni kuendelea kumtafuta Mungu, ni kuendelea kuwa karibu na Mungu, na kuendelea kuwa na shauku ndani yako ya kuwa na Roho Mtakatifu zaidi. Ndivyo Roho Mtakatifu anazidi kujaa ndani yako. Ndivyo Roho Mtakatifu anazidi kujaa ndani yako. Lakini kadri unavyojichanganya unazidi kumzimisha Roho Mtakatifu. Usipokuwa msikivu unazidi kumzimisha Roho Mtakatifu. Mwisho wa siku Roho Mtakatifu atanyamaza. Roho Mtakatifu atanyamaza. Na akinyamaza, uzilisho ule wa nguvu za Mungu hautaonekana. Tunaelewana watu wa Mungu? Naomba nisiende sana. Hebu tuende mbele za Bwana. Tuambie Roho Mtakatifu, tunakuhitaji wewe. Tunajua kwamba tunajifunza habari ya gharama ya kumjua Yesu, gharama ya kufunga na kuomba, gharama ya kutumikia kusudi, gharama ya kulinda kusudi. Kuna gharama ya kutafuta maarifa, gharama ya kujilinda na kiburi cha uzima, ya kujilinda na majivuno, na kuna gharama ya kuwafanya wengine wamjue Yesu. Lakini bila Roho Mtakatifu sisi hatuwezi. Tunaomba ututie nguvu, tunaomba utuwezeshe, tunaomba utusaidie. Wanao tuko hapa, tutie nguvu. Roho Mtakatifu, chukua nafasi katika maisha yangu. Si Roho Mtakatifu ajae ndani yako, azidi kukutia nguvu, azidi kukuwezesha, azidi kukuinua zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili nguvu za Mungu zizidi kuthibitika katika maisha yetu, zidi kujidhihirisha katika kila eneo ambalo tunapita. Bwana Yesu asifiwe sana.